Ujumbe wa usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Ujumbe wa neno la Mungu katika siku ya leo, andika kwa unaoandika. Somo linasema linaitwa giza la Misri na mwanga wa Yesu. Ujumbe huu unalenga kutufundisha maana ya giza, maana ya adhabu ambayo Mungu alimpa Farao na namna ambavyo tunajifunza kupitia adhabu hiyo. Lakini inatufundisha nini kama Wakristo wa leo? Sababu vinginevyo inawezekana kuna watu wanaishi adhabu hiyo na hawajui kama wanaishi adhabu hiyo. Tunaposema giza lina maana nyingi, zinaweza kuwa 3 au zaidi pengine hivyo unavyozifahamu. Lakini wakati huu tuangalie maana 3 ya giza, hata mwanga pia. Na kwa sababu ya muda sasa, ninapotoa maana ya giza, basi utakuwa unaelewa kinyume cha maana ya nuru, kwa sababu vinafanana, si ndio wapendwa? Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana ya kwanza ya giza ya kawaida. Giza ya kawaida ni kukosekana kwa mwanga, ni kukosekana kwa mwanga, mfano usiku au kizima taa. Kukosekana kwa mwanga, hiyo ni giza. Kwa hiyo kinyume chake maana ya nuru ni kuwepo kwa nini? Kwa mwanga. Kwa hiyo tunaelewa namna hiyo ili kuokoa muda. Kukosekana kwa mwanga, huko ndio maana ya giza. Maana ya giza ni kukosekana kwa mwanga. Na giza inayozungumzwa kwenye kitabu cha Kutoka haikuwa giza hii ambayo ni ya kawaida. So Biblia inasema nyumba ambayo walikuwapo hapo Waisraeli, eneo lao, makao yao, yani ile giza lilikuwa ina tabaka. Eneo la Israeli halikugusa, ila eneo la Farao kulikuwa giza. Kwa haikuwa hali ya kawaida. Lakini pia Biblia inasema ni giza ambalo mtu mahali ambapo alikutwa na giza hilo hakuweza kutoka kwa muda wa siku 3. Kwa haikuwa giza ya kawaida. Amen. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hapo walipokuwa hapo, kila mtu giza lilipomkuta alisimama hapo hapo. Unagusa uone uende wapi? Washa mshumaa, hauna kazi, giza ni nende. Washa hiki, hakuna yani ukawa ni giza tu hapo. Biblia inasema siku 3 watu wamenyosha mikono, wametulia hapo hapo. Unaenda wapi? Biblia inasema wakaogopa, wakawa wameshikwa na hali isiyo ya kawaida, wakatulia mahali hapo. Lakini pia maana ya pili ya giza ya kiroho ni hali ya dhambi. Hali ya dhambi, upofu wa kiroho, au kutokumjua Mungu, au kuishi bila mwongozo wa Mungu. Maana ya giza la kiroho ni hali ya dhambi, upofu wa kiroho, kutokumjua Mungu, au kuishi bila mwongozo wa Mungu. Hii ndio maana ya giza la kiroho. Ndio Yesu yupo gizani. Wanaposema wapo gizani, maana yake wapo katika hali ya dhambi, wapo katika hali ya kutokumjua Mungu, wapo katika upofu wa kiroho, wapo nje ya maongozi ya kimungu. Mtu yoyote anapokuwa nje ya maongozi ya kimungu yupo gizani. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.